ina maana ya kubatili tabia yako ati unabatilisha tabia. No, neno toba linafanyika kwenye mtazamo, kwenye fikra, mind. So sio batiliko la tabia, bali ni kubatili mtazamo wako kwa kuamini Injili. Unabatili mtazamo wako kwa kuamini Injili. Batiliko ya tabia huja kupitia ukuaji wa kiroho. Nimesema neno toba inatokana na maneno mawili ambayo yanamaanisha kubatili ufahamu au fikra. So sio batiliko la tabia, sio batiliko la tabia, bali ni kubatili mtazamo wako kwa kuamini Injili. Alafu batili mtazamo wako kwa kuamini Injili. Alafu mabadiliko ya tabia huja kupitia ukuaji wa kiroho. Mabadiliko ya tabia huja kupitia ukuaji wa kiroho. Na mabadiliko hayo si vikezo vya kuokolewa. Mabadiliko ya tabia huja kupitia ukuaji wa kiroho, na mabadiliko hayo si vikezo vya kuokolewa. Yaani si ati mtu anaokolewa ndio, yaani mtu anabatili tabia zake ndio aokolewe. Wokovu haujajikita kwa mtu kubatili mienendo au vitendo vyake. Lakini mabadiliko ya tabia huja kupitia ukuaji wa kiroho, na mabadiliko hayo si vikezo vya kuokolewa. Ili uokolewe inahitaji mtu kuamini Injili. So wokovu umewekwa kwenye Injili peke yake. Si kwa kubatili vitendo vyako. Ni kwa kuamini Injili peke yake. So kumbuka kwamba adhabu au mshahara ya dhambi ni mauti. Kumbuka kwamba adhabu au mshahara wa dhambi ni mauti. Romans chapter 6:23. Romans 6:23. Romans 6:23. Kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. So Mwanzo 2:16 mpaka 17. Genesis chapter 2 verse 16 mpaka verse 17. Bwana Mungu akamwakisa huyu mtu akisema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. So hukumu ya dhambi ni mauti. 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 Dhambi inahukumiaje? Yaani ndani ya dhambi na hukumu, na inahukumu mauti. Unaona, inahukumu mauti. So kinachoondoa dhambi si kuungama, bali ni dhabihu ya Yesu Kristo. Kinachoondoa dhambi si kuungama dhambi, bali ni dhabihu ya Yesu. Kinachoondoa dhambi si kuungama, si kukiri dhambi zako, bali ni ile dhabihu ya Yesu Kristo. Kumbuka kwamba kifo cha mwenye dhambi ni adhabu ambayo ni dhambi. Yaani kifo cha mwenye dhambi inakuwa ni kifo cha mwenye dhambi. Kifo cha mwenye dhambi ni adhabu kutoka kwa dhambi. Kifo cha mwenye dhambi ni adhabu kutoka kwa dhambi, ambaye dhambi hiyo inahukumu mauti kwa mtu ambaye anakuwa ni mwenye dhambi. Waebrania 9:27 na 28. Hebrews chapter 9:27 to 28. Na kama vile watu walivyowekewa kufa mara moja na baada ya kufa hukumu, kadhalika Kristo naye akisha kutolewa sadaka mara moja asichukue dhambi za watu wengi,
atatokea mara ya pili pasipo dhambi kwa hao wamtazamiao kwa wokovu. Glory to God. Warumi 5:7. Warumi 5:7. Kwa kuwa ni shida mtu kufa kwa ajili ya mtu mwenye haki, lakini yawezekana mtu kudhubutu kufa kwa ajili ya mtu aliye mwema. Bali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Nafikiri hilo tulikuwa tumefafanua kwanza. Nisema Mungu angeangalia kwamba jamaa bado angalimo katika dhambi akatutauti, kama tutaamini ama tutaamini, angesema hapana, mpaka nitafuta kuthibitisha la kutosha ndio angalau sitaki mahasara hapa. So kifo cha Yesu kinaleta msamaha. Kifo cha Yesu kinaleta msamaha. Kifo cha Yesu kinaleta msamaha. Mwitikio wetu ni kupokea msamaha ambao Yesu aliufia. Kifo cha Yesu kinaleta msamaha. Kwa nini Yesu alikufa? Kwa sababu ya dhambi zetu. So mwitikio wetu ni kupokea msamaha ambao Yesu alifia. Huo ndio mwitikio wetu, ni kupokea. Msamaha unahubiriwa alafu unapokelewa. Mwitikio wetu ni kupokea. Mwitikio wetu ni kupokea msamaha ambao Yesu aliufia. Matendo ya Mitume 10:43. Matendo ya Mitume 10:43. Huyo manabii wote umshuhudia ya kwamba kwa jina lake kila muamini atapata ondoleo la dhambi. So, sisi leo tumeamini. Tumeamini katika Injili, maana tumepokea msamaha wa dhambi. Tukiri. Sema nimesamehewa kwa sababu ya dhabihu ya Yesu. Nimesamehewa kwa sababu ya dhabihu ya Yesu. Ninatembea katika uhalisia wa msamaha wake wa dhambi zangu. Uhalisia wa msamaha wake wa dhambi zangu. Glory to God. So muamini ana nini katika Kristo? Ana msamaha wa dhambi. Hicho ni kitu cha kwanza, si ndio? Kitu kingine ambacho muamini anacho katika Kristo Yesu ni amekaliwa na Roho. Naweza sema kwamba nina nini katika Kristo Yesu? Nimekaliwa na Roho. Nimekaliwa na Roho. Nimekaliwa na Roho. Kisha hapa kidogo. Nimekaliwa na Roho. Nimekaliwa na Roho. So ni muhimu kutambua kwamba kutolewa kwa Roho hakutenganishwi na kutolewa kwa Kristo. Ni muhimu kutambua kwamba kutolewa kwa Roho hakutenganishwi na kutolewa kwa Kristo. Yaani ina maana Yesu kando, Roho kando. Huwezi tenganishwa kutolewa kwa Kristo na Roho wake. Ni muhimu kutambua kwamba kutolewa kwa Roho hakutenganishwi na kutolewa kwa Kristo. Hivyo hakutenganishwi na kutolewa kwa Kristo. Hivyo kama tulivyopokea Kristo katika wokovu, tumepokea Roho ya Mungu. Yaani wakati tulimpokea Kristo, hivyo kama tulivyompokea Kristo katika wokovu, tumepokea Roho ya Mungu. Hizi swala ati unapokea Yesu kwanza baada ya miaka 2-3 ndio sasa tukuombea kupokea Roho. Ulipopokea Kristo katika ufufuo wake wakati uliokoka, hiyo ndio siku ulipokea Roho wa Mungu ndani yako. Matendo ya Mitume 2:33. Matendo ya Mitume 2:33. Tumesema ni muhimu kutambua kwamba kutolewa kwa Roho hakutenganishwi na kutolewa kwa Kristo. Hivyo kama tulivyompokea Kristo katika wokovu, tumepokea Roho ya Mungu. Matendo ya Mitume 2:33. Basi yeye akisha kupandishwa hata mkono wa kuume wa Mungu na kupokea kwa Baba ile ahadi ya Roho Mtakatifu, amekimwaka kitu hiki mnachokiona sasa na ukisikia. So Mtume Petro katika kueleza tukio la Matendo ya Mitume 2 alieleza kwamba Roho Mtakatifu anatolewa katika Kristo. Manake alitolewa katika ufufuo wake. Roho wa Mungu alitolewa katika wakati wa ufufuo ama wakati Kristo alitolewa. So Kristo alitolewa wakati gani? Kwa maana jinsi Mungu akaupenda ulimwengu akamtoa mwanao wa pekee. Ni wakati gani?
Mama hamjanisikia. Mtume Petro katika kuelezea Matendo ya Mitume 2 alieleza kwamba Roho Mtakatifu alitolewa katika Kristo. Maana alitolewa wakati wa ufufuo wa Kristo. So Yesu Kristo ama Mungu alimtoa mwanae wakati gani? Kwa maana jinsi Mungu akaupenda ulimwengu akamtoa mwanao wa pekee wakati gani? Una uhakika? Mtume Petro katika kuelezea tukio la Matendo ya Mitume 2 ambapo tumesoma Matendo ya Mitume 2:33, so unaweza soma kwenye muktadha ndio upate maandiki vizuri. Anaeleza kwamba Roho Mtakatifu alitolewa katika Kristo. So wakati ambapo unapokea wokovu, wakati unampokea Kristo, ndio wakati unapokea nini? Roho wa Mungu. So unajua kuna watu leo ukiwauliza, nyinyi ni mashahidi hata tukiwa Kangemi, wakati mwingine tungeulizwa wangapi wana Roho Mtakatifu? Wenye wana uhakika kabisa wana Roho Mtakatifu. Baadhi wengi hatakuwa tuna mikono. Alafu pia anaenda zaidi kwa sababu mafundisho pia ilikuwa si sawa. Tunaambiwa kama unajua huna Roho wa Mungu, uje tukuombea upanye nini? Upokee Roho. Sasa ndio ulikuwa unaona watu wanapokea Roho kanisani. Lakini ukweli ni kwamba watu wameokoka hawana shida kupokea Roho, wanataka tu kulambana. Kuchukua walicho nacho, Roho kuja juu yao kwa ajili ya utendaji. Kunaitwa kujaa nini? Kujaa Roho. So tulikuwa tunafanywa Kangemi ni ujazo wa nini? Kujaa Roho, si kupokea Roho kama tulikuwa tuna. So wengine wanakuambia kwamba kama ulikosea Roho aliondoka. Si nikwambia kuna mtu wanafundisha inasema ukikula mtula Roho Mungu huesika. Bali mtula ina tamu ndani yake. So ukikula damu Roho Mungu anaondoka. So unaweza kuja kanisani wakuombea upokee. So kuna mafundisho nimeshaifundisha namna ya kupokea Roho Mtakatifu. So kuna mafundisho ya kupokea Roho pia ambapo ni ayambatana na neno la Mungu. Roho Mungu anapokelewa wakati gani? Siku uliokoka, siku ulimpokea Kristo, ndio siku ulipokea Roho wa Mungu. So unahitaji kuombewa, Roho Mungu aombewe watu wapokee. Watu wanaweza wakaombewa ama wakawa kufanya invitation kwa ajili ya kujazo tu. Kupokea ujazo wa Roho Mtakatifu. Haleluya. Kujazo wa Roho Mtakatifu manake ni kutembea katika uhalisia wako. Ni kupokea ulichopokea, ni kuchukua ulichopokea ndani. Unalambana manake unakichukua hicho, alafu unakifanyishia kazi. So Roho kujaa Roho, Mungu ajazi watu Roho. Si Mungu anayejaza watu Roho. Tutakuja kujifunza. Ujazo wa Roho unafanyika wakati ni wewe mwenyewe, kulingana vile nafundisha, ni wewe unafanya. Kujaa Roho ni wewe unachukua ulicho nacho. So Matendo ya Mitume 2 walijaa Roho wakati wa Pentecost. Si Mungu aliwajaza. Kila walifanya walichukua uwezo waliokuwa nao waka exercise. So ni wewe unachukua ulicho nacho. Unajua mimi ndani mwangu nimepokea karama ya kunena kwa lugha. So nitachukua karama ya kunena kwa lugha, naanza ku exercise. Naanza kunena na kufasiri. Naanza kuhudumia watu. So ni wewe unafanya nini? Unachukua. So Roho Mungu anakuja juu yako kwa ajili ya kufanya nini? Kuhudumia watu wengine. Glory to God. So tutakuja kujifunza kujaa Roho. Mungu alitoa mwanae wakati gani? Mungu amemtoa mwana kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa. Kumbuka ni conversation ya Nikodemo. Wakati Nikodemo anafundishwa na Yesu mambo ya kusaliwa mara ya pili. So anaendelesha, anakuja kwa conclusion kwamba ndio mtu asaliwe mara ya pili. Anakuja anasema ndio sababu kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu. So watu wanasaliwa mara ya pili wakati gani? Ni wakati wameamini katika ufufuo. So kwa maana jinsi Mungu alimtoa mwanawe ni wakati gani? Wakati wa ufufuo. Yes. Ni wakati wa ufufuo. So usianza kusema Mungu alimtoa mwanawe wakati Yesu akiwa anatembea duniani. Maana ukishikanisha bana anasema ili ya kila muaminie. So wale waliomwamini Yesu Kristo katika mwili waliokoka no. Walipewa tu fursa ama privilege ya kuitwa wana wa Mungu. Lakini wokovu katika uhalisia wako na nini? Wokovu. So wangekufa na Yesu afa akosa kufufuka hata hao wameangamia hivyo hata kama walikuwa wamemwamini nani? Yesu Kristo. Glory to God. So nafikia tumeona hilo. Kumbuka kwamba kusaliwa mara ya pili ni kusaliwa kwa Roho. Kumbuka kwamba kusaliwa mara ya pili ni kusaliwa kwa Roho. Andika John
chapter 3 verse 3 mpaka verse 5 mpaka verse 6. John 3:3 mpaka 6. John chapter 3:3 mpaka 6. Yesu akajibu akamwambia, amin amin nakwambia, mtu asiposaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Nikodemo akamwambia, awezaje mtu kusaliwa akiwa mzee? Haweza kuingia tumboni mwa mamaye mara ya pili akasaliwa? Yesu akajibu, amin amin nakwambia, mtu asiposaliwa kwa maji na kwa roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Verse 6, kilichosaliwa kwa mwili ni mwili na kilichosaliwa kwa roho ni roho. Glory to God. So Yesu anazungumza mara kadhaa juu ya ahadi ya roho. Andika John chapter 16 verse 7. John 16 verse 7. Lakini mimi nawaambia iliyo kweli, yawafaa ninyi mimi niondoke, kwa maana mimi nisipoondoka huyo msaidizi hatakuja kwenu, bali mimi nikienda sangu nitampeleka kwenu. John chapter 4 verse 14. John chapter 4 verse 14. Andika pia. Andika John chapter 4 verse 14. Walakini yeyote atakaye kunywa maji yale nitakayompa mimi hataona kiu milele, bali yale maji nitakayompa yatakuwa ndani yake chemchemi ya maji yakibubujika nini? Uzima wa milele. So kumbuka kwamba neno maji linatumika na Yohana kuelezea roho. Tulisema hivyo. Neno maji linatumika na Yohana kuelezea roho. Kwa hiyo utoaji wa roho uko ndani ya Kristo. Maana anasema yule atakunywa maji yanayotoka ndani mwangu. Unaona? So utoaji wa roho uko ndani ya Kristo. Zaidi ya hayo, roho anakaa ndani ya mwamini. Kwa sababu umempokea Kristo, manake roho anakaa ndani ya mwamini. Ndani ya mwamini. Andika pia John 14:16. John 14:16. Nami nitamuomba Baba. Andika mpaka 17. John chapter 14:16 mpaka 17. Nami nitamuomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele. Ndiye Roho wa kweli, ambaye ulimwengu huwezi kumpokea kwa kuwa humuoni wala haumtambui, bali ninyi mnamtambua, maana anakaa kwenu naye atakuwa ndani yenu. So muamini leo anakaliwa na Roho wa Mungu na ni chambo la milele daima. So umepokea nini katika Kristo? Nimepokea Roho wa Mungu na ni daima, ni milele, hata waiondoka. Ndio sababu Paulo anazungumza juu ya utimilifu huu. Nataka kuandika hii tukimaliza. Muamini leo anakaliwa na Roho wa Mungu na ni jambo la milele, ni daima. So ndio sababu Paulo anazungumza juu ya utimilifu huu. 2 Corinthians chapter 2 verse 21 mpaka 22. 2 Corinthians chapter 1:21 mpaka 22. Basi yeye atufanyaye imara pamoja nanyi katika Kristo na kututia mafuta ni Mungu, naye ndiye aliyetutia muhuri akatupa harubuni ya Roho mioyoni mwetu. So neno harubuni manake neno hili muhuri, kuna hili neno muhuri linamaanisha kuweka alama kwenye kitu. Neno muhuri ni kuweka alama kwenye kitu. Yaani kitu unakuwa umeweka alama. So sisi kupewa roho ni sawa na kuwekewa alama ya umilele. Alama ya kuonyesha kwamba sisi ni wa Mungu. So mtu akikwambia 66 itakuja chapa na nini, nimwambie nimeshapokea muhuri wa milele. So neno muhuri linamaanisha kuweka alama kwenye kitu. Ni alama ya uhakika. Ni alama ya uhakika. Andika tu tukimalizia, ni alama ya uhakika. So alafu kuna neno arabuni. Kuna hili neno arabuni. Neno muhuri nimesema linamaanisha kuweka alama kwenye kitu. Ni alama ya uhakika. Si kitu unasafuta. Si kitu unapatisha. Kwamba nimefuta nikafika mahali nikasema hii nimeweka kimakosa hoja nifute. No. Na neno arabuni linamaanisha dhamana. Neno arabuni linamaanisha dhamana. Yaani ni yako. Ni dhamana, ni yako. Roho ya Mungu ni yetu. Ni uwepo wa roho yake ndani yetu, uhakikisho wa wokovu wetu. So kupewa roho ni dhamana, ni uhakika. Anaposema arabuni. Hilo neno arabuni manake ni kitu, ni dhamana, ni kitu kilicho dhamana. Yaani ni kitu cha kwako, umepewa ni cha kwako. So roho ya Mungu ni yetu, tumepewa ni yetu. Na uwepo wa roho yake ndani yetu unahakikisha wokovu wetu. So uwepo wa roho Mungu ndani yetu ndio unaohakikisha wokovu wetu.
Tukiambia watu wokovu wetu haupotei, ni kwa sababu roho tuliopewa ni wa milele, ni uhakika wetu, ni uthibitisho wa wokovu wetu, kwamba wokovu wetu haupotei, kwamba wokovu wetu haupotei. Andika pia Wakorintho, roho ya Mungu ni yetu, na uwepo wa roho yake ndani yetu unahakikisha, niseme kwamba uwepo wa roho yake ndani yetu unahakikisha wokovu wetu. Uwepo wa roho ya Mungu ndani yetu ndio kihakikisho, ndio uhakikisho wa wokovu wetu. So tukinapofunulia wokovu sio potea, kwa sababu tuna uhakikisho wa kukaliwa na huyo roho. Andika 2 Corinthians chapter 5:5. Wakorintho wa 2:5:5. Basi yeye aliyetufanya kwa ajili ya neno. Wakorintho wa 2:5:5. Basi yeye aliyetufanya kwa ajili ya neno lilo hilo ni Mungu aliyetupa arabuni ya roho. So ukisikia neno arabuni ya roho, maana yake ni cha kwetu, ni kitu cha dhamana, ni udhibitisho wa wokovu wetu. Pia alizungumza namna kani na ni lini roho anapokelewa. Waefeso 1:13 mpaka 14. Nanyi pia katika huyo mmekwisha kulisikia neno la kweli. Waefeso 1:13 mpaka 14. Nanyi pia katika huyo mmekwisha kulisikia neno la kweli, habari njema za wokovu wenu. Tena mmekwisha kumwamini yeye na kutiwa muhuri na roho yule wa ahadi aliye mtakatifu, ndiye aliye arabuni ya urithi wetu, ili kuleta ukombozi wa miliki yake kuwa sifa ya utukufu wake. Andika Waefeso 4:30 pia. Waefeso 4:30. Wala msimsimishe yule Roho Mtakatifu wa Mungu, ambaye kwa yeye mlitiwa muhuri hata siku ya ukombozi. So katika wokovu tulipokea Roho wa Mungu. Kwa hiyo hatuombi Roho wa Mungu kwa sababu Roho ni wetu. Katika wokovu tulipokea Roho wa Mungu. Kwa hiyo hatuombi Roho wa Mungu kwa sababu Roho ni wetu. So kulingana na Paulo vile anavyofundisha, anataka tuone kwamba mwanadamu ambaye hana roho wa Mungu ni kwa sababu tu hajaokoka. Ukisoma kwenye Warumi 8:9. Ndika Warumi 8:9, maana wale aliyowajua tangu asili aliwachagua tangu asili wafananishwe na mfano wa mwana wake, ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Ukisoma kwenye muktadha atasema walio wa roho ndio wa Mungu, na wasio na roho wa Mungu manake hao sio wake. So roho wa Mungu hamkalii kila muamini, roho wa Mungu humkalia kila muamini, na muamini lazima atambue ukweli huu. Kuna ndio tunamalizia. Roho wa Mungu humkalia kila muamini, na muamini lazima atambue ukweli huu. Si swala la kubahatisha. Yaani hata kama hujui details nyingi, mtu asikuja kushawishi kwamba hauna roho, hata kwa sababu si umekosea, kwa sababu umefanya nini. Wewe baki tu na koma hapo kwamba mimi nina roho, hata kama zina maelezo ya kutosha. Kile ninajua nina nini, nimekaliwa na roho ya Mungu. Andika hivi vifungu. 1 Corinthians chapter 3 verse 16. Hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu, na ya kuwa roho wa Mungu anakaa ndani yenu. 1 Corinthians chapter 6 verse 19. 1 Corinthians 3:16. 1 Corinthians 6:19. Au hamjui ya kuwa mwili wenu umekuwa hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliopewa na Mungu, wala ninyi si mali yenu wenyewe. So roho wa Mungu yuko wapi? Ndani ya muamini. Tukiri neno la mwisho. Sema, nina roho wa Mungu ndani yangu milele. Nina roho wa Mungu ndani yangu. Nitatembea katika uhalisia huu. Ninapofaitika na kukaliwa na roho. Amen. Tumemaliza topic ya leo. Sasa tunakuja na topic nyingine ambayo inasema kwa kuwa sasa uko ndani ya Kristo. Hii nyingine ilikuwa nina nini katika Kristo, si ndio? Nina nini katika Kristo. Lakini kumbukeni, tumechambua tu mambo mangapi? Mawili. Tulisema msingi wa mafundisho haya si kuchambua kila kitu. Maana nina nini katika Kristo tunajua si msamaha na roho peke yake. Ni zaidi ya, si ni kweli? Nina tunda la Roho Mtakatifu, nina vipawa 9 vyote vya roho,
Naona ni mambo mengi ambayo tunayo katika Kristo Yesu. So tumetondosha mawili mengine utakuwa ukijifunza njiani. Kwa kuwa sasa uko ndani ya Kristo, ndio topic ambayo inafuata. Kwa kuwa sasa uko ndani ya Kristo, tutakuwa tukieleza kuanzia pale. Sema kwamba Mungu amekubariki. Asante kwa mtaa wako, asante kwa uvumilivu, na pia asante kwa ukuaji. Mungu ni mwema katika maisha yako. Tuinamishe vichwa zetu tu. Mighty Father, wewe ni Baba, wewe ni Mungu. Tunakushukuru, tunakuadhimisha. Asante kwa upendo wako, asante kwa darasa hili Bwana. Asante kwa neno lako ambalo Baba tunajifunza. Haya ni maarifa yaliyo sahihi, ni maarifa yaliyo kweli. Tunakutukuza wewe kwa sababu ya kweli hizi za kiroho. Tunakushukuru na tunakutukuza. Asante kwa wema, asante kwa ushindi. Najua kwamba unatuandaa kwa ajili ya kazi kubwa iliyo mbele yetu. Najua kwamba unatuandaa kwa ajili ya mpango wako uliokusudia katika maisha yetu. Najua kwamba Bwana umekusudia na umetuamini kwamba kupitia sisi tutatisha ulimwengu. Tutatisha wengi, tutawaleta katika mpango wako. Tutawakaribisha katika baraka yako. Tutawakaribisha katika kusudi na mpango wako. Mungu, tusaidie. Tusaidie, tusaidie. Maana kwetu sisi wenyewe hatuwezi. Tunakutegemea wewe, tunategemea msaada wako, tunategemea nguvu zako, tunategemea maongozi na maelekezo yako katika neno lako. Baba, ni asante. Na bariki watoto wako mahali hapa. Na bariki hawa wanafunzi. Mungu, naomba ukawainue katika maisha yao. Nuru ikang'ae katika mioyo yao. Wakaone wepesi wa kumtumikia Bwana. Wakakue, wakachukue hatua ya kumtumikia Bwana. Shauku ikayanyuke katika mioyo yao. Baba, kukawe na makeusi kwenye nia zao. Zikafanywe upya katika neno la kweli. Wakaone umuhimu na wajibu wao wa kukutumikia wewe Bwana. Ninawabariki na ninawabariki katika jina la Yesu Kristo. Waacha wakakue, wakaone maono, wakaone ndoto, wakaone unabii, wakatembee katika uhalisia wa mambo ya kiroho. Kwao mambo ya kiroho ikaweze kuwa mepesi. Na waombea sensitivity ya mambo ya roho. Waacha Bwana wakatembee katika maongozi na chini ya sauti yako. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kupokea. Amen. Baba amekubariki sana. Amen.